Jambo sana wapendwa wasikilizaji. Kama kawaida yangu, kisi mnavyonifahamu, ni yule ambaye anakuja ni Diego Kiugita ambaye anatafuta kuwazungumzia. Hawa tuzungumze mada kidogo kuhusiana na utafiti na mambo ambayo najiwaza nafikiri zidi ya Afrika Mashariki. Kwa maana sijasoma masomo mengi, niko na madogo, ila nimesumbuka sana moyoni na kusikia East African Community. Tuache SADC, EAC tuache, SADC tuache. Tuti kwanza zile nchi ambazo zimejiunga kufanya umoja wa East African Community. Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Kongo, Somalia, Tanzania, hizo nchi. Swali natafuta kwanza niulize, ni kisa na chanzo gani kilisababisha kuunda hiyo East African Community? Kwanza, hiyo jina inamaanisha nini? Mimi nafikiri kwamba hiyo jina inasema hivi, ni Afrika ya Mashariki iliyojiunga kwa umoja ili wawe kitu kimoja na kufanya kitu moja. Ndio definition labda kwa Kiswahili. Mimi nakuuliza kwanza, president wa Uganda Kaguta Museveni na Samia pia na huyo bwana Ruto, wewe Msomalia tumwache kwa sababu yeye kwanza matatizo yake vita za hapa na hapa. Ni kisa gani ni kiwatuma nyinyi mnajiwaza au mnafikiria kuunda hiyo umoja wa Afrika? Je, mlikurupuka au mlifikiria vizuri? Ikiwa mkurupuka, ni wazi kwamba mliwaza vizuri. Sasa kuwaza kwenu vizuri ni kipi kinaonyesha wazi kwamba ninyi mnastahili kuwa viongozi wema wa hii umoja wa Afrika? Mimi nilifikiria kwamba ikiwa ilikuwa hivyo, ni kama jinsi umoja wa Ulaya umejiunga ukafanya NATO. Nafikiri kwenye NATO mnaona jinsi Ukraine inapigwa, ila zidi ya kusaidiwa na umoja wa Ulaya, hiyo NATO, Ukraine iliomba kuingia kwenye NATO, bado haijaingia, ila kwa sababu ilikuwa na nia nzuri ya kuingia kwenye NATO inasaidia Ukraine kujipigania pamoja na Marekani, na bado haijaingia kwenye NATO, na Ukraine bado haijaingia kwenye nchi ya Ulaya, ili kwa sababu ilikuwa na nia tu nzuri ya kusema ingie kwenye NATO na kuingia kwenye barani la Ulaya. Wanamsaidia kupigana kwa nia moja, kwa sababu ya nia yake tu moja, kupenda kuingia kwenye NATO. Ila Kongo kwa saa hii iko mu East African Community. Si kwamba inaomba, hapana. Iliingia nyuma, ila ishaingia tayari. Ila ninyi mnashindwa kusaidia Kongo. Antoine Tshisekedi, president wa Kongo, kitu gani amewanyima ninyi? Hakuna mkutano hata mmoja mle kumtumia sikose kuja. Hakuna mchango ambaye mjamuomba sije kuchanga kifedha au kimawazo. Tanzania kiingia Kongo ni kwenda kuiba madini. Uganda ni vile vile Uganda inashangaza. Kwanza Uganda ndio ya kwanza ambayo inaonekana iko pumbavu sana, mpaka inaanza kushimika minara, maantena
ili kuchimba uchumi mzuri wa Kongo, inakuweza kuwasiliana na watu ambao watakuja kununua mawe ya Kongo. Cha kushangaza, Paul Kagame ni wa kwanza Mwafrika anayeuza madini ya bei tena yenye thamani. Tulipata juzi hapa kwa BBC, wanasema kwamba Ulaya inamfungia vikwazo vya kutokuuzisha madini yake Ulaya. Swali linakuja, yeye Kagame madini anayatoa wapi? Nchi ya Rwanda ina madini wapi? Ina korta, ina dhahabu, ina hiyo makasterite, ina majiwe hayo imeyatoa wapi ya maana tena samani tena mengi sana mpaka fanye import export? Mimi naona kwamba huyu Umoja wa Afrika mungeutoa, kwa sababu ilikuwa ni wazi mnakuja kusaidia. Nilikuwa naambia Ruto, nilikuwa naambia Museveni na Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mlikuwa wa president, ila naona sina thamani hata kuwaita president. Hamuna hata thamani, hamwene kuwa president. Kwa sababu president ni mtu ambaye anapigania haki ya mwanadamu. Kongo damu inamwangika asubuhi na jioni na mchana inamwangika, na mko pale. Sawa, acha sasa tutoe mbinu sasa. Subiri tutoe mbinu sasa. Bwana Kagame anasema kwamba hana jeshi Kongo, bali anatia jeshi kwenye mipaka kwa kulinda usalama wa Rwanda ili Interahamwe au FDLR wasikuje kumtera. Anasema waziwazi kwamba hana jeshi wapi? Hana jeshi Kongo. Na cha kufuata cha pili, Kagame anakubali kwamba iko mu East African Community, iko umoja wa hiyo Afrika ya Mashariki. Je, hamwezi kumuomba jeshi la Tanzania liingilie Rwanda ili kwenda kufunga boda zote zinazopakana Rwanda na Kongo? Ikiwa anasema kwamba anahitaji kurudisha amani nani Kongo, Kagame, Tanzania ingilie Kigali Rwanda, ikabate njia ya kwenda Gisenyi, boda yote ile mpaka yote ifungwe ya Rwanda na Tanzania na Kongo. Uganda ifunge mipaka yake inayopakana pamoja na Kongo na Uganda. Kwanza Uganda haiwezi funga. Pachukue nyingine inchi njoo kuje pale ifungile mipaka. Kwa sababu chanzo na kisa kikubwa ni M23 inatoa nguvu wapi? Kwa sababu mipaka iko wazi. Mungipenda ingekuwa East Africa Community iko na nia ya kukomboa Kongo, kusaidia. Dakika tu moja Kongo inapata amani. Namna gani? Kufunga tu mipaka. Wazalendo na wale Warundi ambao walijitoa sadaka, kwa sababu Burundi na Mzalendo walijitoa sadaka, yani kafara, wakufa kufie damu ya Kongo, kupigania nia moja ya Kongo. Kwa maana inaonekana East Africa Community yote, East Africa Community yote ambaye anapenda Afrika ni Burundi, ni Barundi tu. Kwa maana Mtanzania kienda alikwenda kuiba pesa, kuiba madini. Muganda vile vile, Ruto yeye ndio sisemi, sasa yeye ndio borongere. Kagame anausha madini ya kwanza kudunia ya samani. Anayatoa wapi? Anayatoa wapi?
Sasa East Africa Community, funga mipaka, acha kwenda kupigana. Funga mipaka ya Rwanda inayopakana Rwanda na Kongo na Uganda, na mkipenda mfike paka ile mpaka wa Sudani mufungi. Wale wanani hao waasi watakosa ravitaema, watakosa chakula, watakosa maji ya kunywa. Maji mitoni iko, chakula watapata, akira watapata misaada na mabunduki. Musipigane tu, muzibe tu mipaka. Wazalendo na Barundi bangiye kutere, mapigane. Tuone hao wanani watafanya nini, au M23. Kagame iko naenda kwa masomo ya wanafunzi, anachomoa watoto wa masomo, anabatia kwenye front kwenda kupigana. Tena anabagua watoto, anachagua. Iko anachagua watoto. Sio sema sana kamata watoto wote, hapana, anachagua. Anajua mtoto wa Muhutu uende mbele. Akijua tu kama ulikuwa mu FDLR ukajiripoti kwa Kagame, wewe wa kwanza unapewa bunduki, uende mbele. Ya bunduki shabitoka ndani, ulikuwa FDLR ukatoka, ukakuwa pasteri au ukakuwa mtu mwingine mfanya biashara, lakini Kagame ifa kutie tena pale kutere uende kupigana. Hivi uko napatia watu franga. Kagame uko natoa pesa, anapata M23, unasikia? M23 ya madini na hiyo Rwanda, Rwanda inauzisha, inaleta pesa en dollar, ikiwa na corrompre watoto wa Kongo dola 500 wende piganie usaidie M23. Akili mbovu sana. Akili mbovu sana, kipumbavu. Ya wanani? Ya M23, Kagame pia na nani pia na East Africa Community wote ni zero kabisa. Haina maana kufanya East Africa Community na hamsaidii kitu chochote kile. Lazima hiyo kitu kivunjiki, kitoke.